Bwana, kuelekea mchezo muhimu wa pili wa kimataifa kwa upande wa Simba Sports Club watakapokuwa ugenini dhidi ya Stade Malien, nilikuwa nataka nizungumzie atmosphere ya uwanja wa Stade 26 Mars ambao ndio uwanja wa nyumbani wa Stade Malien ambao unachukua takriban watu 50,000. Nilikuwa nataka niweke bayana hapa mazingira yao ya uwanja yanakuwaje wanapokuwa nyumbani, of course Stade Malien, na hii ina maana gani kwenye muktadha wa mgeni kuwa ni Simba Sports Club kwenye mchezo ambao utakutana hapo kesho. Sasa kitu ambacho nataka nikiweke bayana ni kwamba katika mazingira ambayo Simba Sports Club wamekuwa wakifanikiwa sana kupata kile wanachokitaka, hasa kwenye misimu ya hivi karibuni, hasa ukianzia kwenye msimu uliopita, ni kwenye mazingira ya viwanja ambavyo huwa havina atmosphere kubwa. Yaani viwanja ambavyo ni vikubwa lakini unakuta timu ambayo wanakwenda kucheza nayo ina fan base ndogo au mashabiki huwa hawaruhusiwi kabisa kuingia. Haya ni mazingira ambayo yamekuwa yakiwafaidisha sana Simba Sports Club kwenye kupata kikamilifu kile ambacho wamekuwa wakikitaka. Sasa tukirejea kwa kesi ya msimu uliopita, tunaweza tukaanza kurejea mechi kadhaa tu msimu uliopita. Unaweza kurejea mechi ya pili ya nusu finali dhidi ya Stellenbosch kwenye kombe la shirikisho msimu uliopita. Stellenbosch walikuwa wanatumia uwanja mkubwa wa nyumbani, lakini Stellenbosch sio klabu ambayo ina fan base kubwa. Simba walikuwa wanahitaji sare tu katika mchezo wa pili dhidi ya Stellenbosch mara baada ya kushinda mchezo wa kwanza ili waweze kutika kwenye hatua ya finali, na hicho ni kitu ambacho walifanikiwa kukifanya mwisho wa siku. Lakini unaweza ukarejea katika mchezo dhidi ya CS Constantine. Of course sasa hapa nazungumzia mchezo ambao pia ulikuwa ni wa nyumbani, lakini muktadha ni kwamba haukuwa na mashabiki, atmosphere inakuwa na mashabiki wachache. Mechi dhidi ya CS Constantine, Simba alifungiwa kuingiza mashabiki kwenye ule mchezo, lakini Simba alikuwa anahitaji kushinda ili aweze kuongoza kundi. Simba akapata ushindi ambao ulikuwa ni convincing katika mchezo ule. Rejea mchezo dhidi ya Bravos. Huu ni mchezo ambao Simba alikuwa anahitaji pointi moja tu ili aweze kuhakikisha kwamba amepata alama ambazo zingeweza kumfanya afuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Bravos walikuwa wanatumia uwanja ambao ni mkubwa, ambao ulikuwa hauna mashabiki wengi katika siku ya mechi husika, na Simba Sports Club walifanikiwa kupata sare muhimu ambayo walitakiwa kuipata ili kutengeneza mazingira ya kwenda kwenye robo finali. Sasa hiyo ni mifano kadhaa. Unaweza ukarejea katika mchezo dhidi ya CS Sfaxien, klabu ambayo pia ni klabu ya kule kaskazini. Simba walikuwa ni wageni. Ile mechi hakukuwa na mashabiki kabisa ambao waliingia katika ule mchezo. Simba Sports Club akapata ushindi muhimu ambao ulimweka katika mazingira mazuri ya kufuzu kutoka kwenye kundi lake. Kwa hiyo unachokuja kukigundua ni kwamba Simba ni hiyo timu ambayo inaweza kwenda kupata matokeo kikamilifu kwenye mazingira ambayo mashabiki wanakuwa hawapo au atmosphere inakuwa ni ya kawaida. Rejea hata msimu Simba walikuwa wanahitaji sare tu dhidi ya Gaborone kwa Mkapa kwenye uwanja ambao ulikuwa hauna mashabiki. Simba walifungiwa kufanya hivyo, lakini haikuwa tatizo. Hawakucheza vizuri katika ule mchezo Simba. Kiufundi hawakuwa sawa, lakini walifanikiwa kuhakikisha wanapata kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Kwa hiyo huu ndio uhalisia ambao upo pia katika uwanja wa Stade 26 Mars, uwanja ulioko Bamako pale katika nchi ya Mali, uwanja wa nyumbani wa Stade Malien. Huu ni uwanja ambao unachukua takriban watu 50,000, lakini fan base ya Stade Malien ni ndogo. Yaani unaweza kushangaa Stade Malien ni miongoni mwa vilabu viwili vikubwa katika nchi ya Mali, lakini inapokuja issue ya mechi za kimataifa, mechi ambazo unaweza kutegemea kwamba klabu ambayo ni kubwa, klabu mama kwenye nchi, inaweza ikavutia crowd kubwa, ni klabu ambayo kiukweli ukienda kwenye uwanja wao nyumbani fan base yao ni ndogo. Yaani wana uwanja wa watu 50,000, lakini mashabiki wa Stade Malien wanaoingia uwanjani kuna muda huwa hawafiki hata 5,000. Just imagine. Yaani capacity ya mashabiki wao ama wingi wa mashabiki wao ukilinganisha na capacity ya uwanja ni ndogo sana. Sasa haya ni mazingira ambayo yanawafaidisha kwa kiasi kikubwa sana Simba ukiniuliza mimi, na kwa uzoefu wa kile ambacho nimekiona kwenye msimu uliopita, Simba wana thrive kwenye mazingira kama haya, mazingira ambayo Simba anakwenda kwa mwenyeji akiwa na kiwanja kikubwa, viti vingi, lakini kuna mawili: ama kafungiwa kuingiza mashabiki au hana fan base kubwa. Hayo ni mazingira ambayo yamekuwa kimfavor Simba kwa kiasi kikubwa. Na hata anapokuwa nyumbani Simba, usipomruhusu aingize mashabiki,
faida bado inakuwa ni kubwa kwake. Kama anatakiwa apate ushindi ataupata, kama anahitaji alama moja ili kuweza kujitengenezea mazingira mazuri kwa ajili ya hatua inayofuata, atafanikiwa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nilikuwa nataka nikiweke bayana kwamba Stade Malien kiukweli ninachokitarajia kwa mara nyingine tena kwenye mchezo wa kesho ni kwamba mashabiki watakao kuwa wamehudhuria kwa upande wa Stade Malien wanaweza wasizidi hata mashabiki 5,000 honestly. Sasa ni kama vile hakuna tofauti yoyote baina ya mwenyeji na mgeni. Yaani sana sana tu ni kwamba Simba atakuwa ugenini, atakuwa kwenye nchi ya watu, atakuwa kwenye uwanja wa Stade Malien, lakini hakuna atmosphere yoyote ambayo Stade Malien wanaweza kuitengeneza kwenye uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo kwa Simba yanamfavor, ni mazingira ambayo Simba amekuwa akiweza kuyatumia kupata faida anayoitaka mwisho wa siku.